Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kutazama kichwa kinachosema jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho sehemu ya pili. Tukaona kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Kristo alipotoka patakatifu akaingia patakatifu pa patakatifu, kanisa lake yaani Waadventista wa Sabato walimfuata kuhani wao mkuu kwa imani katika chumba hicho, lakini kuhani wao mkuu akawapatia majukumu ambayo wanatakiwa kuyatekeleza kufikia ushindi dhidi ya dhambi na kuwa tayari kwa ajili ya ujio wake. Kwa hiyo tulitazama nukuu kadha wa kadha ambazo zilikuwa zikiteka usikivu wetu katika kutuandaa katika sikukuu ya Bwana ambayo ni hukumu ya upelelezi kuhamia kwenye haki walio hai kwa kutangaza kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo tukatazama kabla ya wakati huo tunatakiwa tuwe tumetekeleza majukumu haya ili tuweze kufikia ukamilifu. Tukatazama katika kitabu cha maandiko ya awali, kwa Kiingereza ni Early Writings, ukurasa wa 71, mjumbe wa Mungu anaposema, pia niliona wengi hawajui jinsi wapasavyo kuwa ili kuweza kuishi bila kuwa na mwombezi katika hekalo la mbinguni katika wakati wa taabu. Anaendelea kusema ukurasa huo wa 71 wa kitabu cha Early Writings, kitabu cha Kiingereza, anasema wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi yaliyo muhimu ili kuwafanya wafae waishi mbele za Mungu bila kuwa na kuhani mkuu katika hekalu la mbinguni, lakini pia kwa ajili ya kupata burudisho, kwa sababu tuliangalia burudisho na mvua ya masika, na tukipuuzia maandalizi haya hatutaweza kupata burudisho, yani mvua ya masika, kwa sababu tulitazama pia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 619, mjumbe wa Mungu anasema wengi wanatazamia kupata burudisho na kuondoa makosa yao, yaani wanategemea mvua ya masika itakapokuja ndipo wataweza kusahisha mapungufu na kasoro zao. Mjumbe wa Mungu anasema watu wanaofikiria jinsi hii, wakati burudisho litakapokuwa linamwaga watakutwa wakiwa wamepungua. Kwa hiyo wana sehemu ya kufanya, wana majukumu ambayo wanatakiwa kuyatimiza kwa upande wao, ili mvua ya neema, mvua ya masika itakapomwagwa pale ambapo amri ya Jumapili itatangazwa katika nchi ya Marekani, waweze kuwa tayari kupiga kilio kikuu cha ujumbe wa malaika yule watatu. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha Pambano Kuu, mjumbe wa Mungu anaposema wale wanaochelewa kujiandaa hawatapata muda wa kujiandaa wakati wa taabu au wakati wengine wowote baadaye. Tunaambiwa kesi za watu wote wa jinsi hiyo hazina matumaini. Kwa hiyo kumbe maandalizi haya tunatakiwa kuyafanya kabla amri ya Jumapili itangazwa katika nchi ya Marekani, lakini pia tutakiwa kuishi kwa msisimko tukitazamia amri ya Jumapili kabla ya kulala pia, kwa sababu mtu anapokufa na amri ya Jumapili inapotangazwa katika nchi ya Marekani, mlango wa rehema unafungwa na Kristo anakuwa hawezi akafanya kingine tena kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kwa hiyo nikakuahidi katika majira kama haya tutaendelea kutazama jukuu ambalo ndilo kitovu cha majukumu mengine yote, ambalo linaitwa amri za Mungu. Kwa hiyo kichwa cha somo katika siku ya leo kinaitwa amri za Mungu na siku ya upatanisho. Kabla ya kuanza kipindi hiki, ningependa kukukumbusha uweze kuwa na Biblia yako mkononi, uweze kuwa na karatasi pamoja na kalamu kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Lakini awali ya yote na kualika, kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na kama una nafasi ya kukaa dumu ukifanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda upeo. Asante kwa fursa hii ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza kweli kuu katika kufunga historia ya ulimwengu huu, lakini pia zitakazotusaidia kuweza kulala upande wako ikiwa mauti itatujia. Hivyo tusaidie
tuweze kuelewa na tuweze kuyaleta katika maisha, kwa sababu umesema sasa ndio wakati uliokubaliwa. Tusaidie tuweze kutekeleza haya majukumu punde tu tunapoyafahamu, kwa sababu kesho sio yetu na kesho haijaahidiwa. Tusaidie leo tutakapoisikia sauti yako, tusifanye migumu kuwa mioyo yetu. Hivyo nitumie mimi kama chombo, lakini wewe upate kuwa mzungumzaji mkuu. Lakini pia hata anayesikiliza na anayenitazama, mbariki na umwandae kwa ajili ya kifo, lakini pia umwandae kwa ajili amri ya Jumapili. Zaidi sana umwandae kwa ajili ya kukutana na wewe utakapokuja katika mawingu ya mbinguni hapa duniani, utakapokuja mara ya pili pamoja na mwaliko na jeshi kuu kutoka mbinguni. Naamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi sote, na kualika pia katika moyo wangu pia Roho wako Mtakatifu aweze kunikumbusha yale yote ambayo ni muhimu kuyanena mbele za wana na binti zako. Naamini umesikia na utatenda sawa sana mapenzi yako. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania, hapa tunapewa sifa ya kuhani mkuu. Unapoangalia katika kitabu cha Waebrania sura ya 5, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania sura ya 5, nitasoma mstari wa kwanza, kwa sababu tunafahamu Yesu ndiye kuhani wetu mkuu, na kuhani mkuu kuna sifa lazima awe nayo, na sifa hii tutaipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 5 na ule mstari wa kwanza. Kwa sababu katika mpango huu wa ukombozi tumekuwa tukijifunza swala nyeti ni kuweza kuwa na mahusiano na Mungu ya kudumu, na tukaona kuwa na mahusiano na Mungu au kuwa rafiki wa Mungu si swala ambalo linatokea wakati mmoja, ni swala la maisha yote, na ni swala ambalo linachukua muda. Na tukaangalia kama linachukua muda swala hili, kuna mchakato inatakiwa mtu apitie, na kuna hatua ambazo mtu akizikamilisha ataweza kuwa rafiki wa Mungu. Na kukumbusha, hatua ya kwanza tuliona ni kujua na kuelewa wakati, na tumeimaliza. Tukatazama katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 anaposema na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Kwa hiyo tukaona hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ndio tunaitazama sasa hivi, kujua nini cha kufanya wakati ambapo kuhani wetu mkuu anahudumu katika patakatifu sana katika hekalu la mbinguni kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo hatua ya pili ni kujua nini cha kufanya, na tukatazama fungu hilo hilo la Mambo wa Nyakati ya Kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 32, ya kwamba na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, akaweka mkato kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Na Israeli ya kale ni taifa la Wayahudi, lakini Israeli ya sasa ni Waadventista wa Sabato, ndiyo waliomfuata Kristo kwa imani tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844. Kwa hiyo walipomfuata Kristo, na Kristo ndiyo kuhani wao mkuu, kwa sababu tuliona kazi ambayo Kristo anaishughulikia sasa ni kazi ya kurejesha katika mpango wa ukombozi. Tuliona kuna kazi kuu mbili tu. Kazi ya kwanza ni kununua, ambayo inafanyika katika ua wa nje, ambayo Kristo alikamilisha mwaka wa 31 BK, na kazi ya pili ni kurejesha, ambayo Kristo alianza kuifanya mwaka wa 31 alipoingia katika hekalu la mbinguni, katika chumba cha kwanza kinachoitwa patakatifu. Alianza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi. Lakini tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844 Kristo alitoka patakatifu akaingia patakatifu kwa ajili ya kumalizia kazi ya kurejesha kwa njia ya kufuta dhambi, kwa ambao rehema imekoma, na kwa njia ya kufunika dhambi kwa ambao bado wana rehema. Kwa hiyo tutazame sifa ya kuhani mkuu katika patakatifu pa patakatifu. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe. Biblia ya Kiswahili hapa kama unayo hapo imesema matoleo, lakini ya Kiingereza imesema gift. Gift kwa tafsiri sahihi ni karama au kipawa. Kwa hiyo
inatakiwa kukaa hivi: maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe karama au kipawa na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na kusudi la kipawa au karama ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Unapotazama katika kitabu cha Waefeso, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waefeso sura ya 4, nitasoma mstari wa 8 na mstari wa 12. Nitaunganisha mafungu haya mawili tuone kusudi la kipawa au karama ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Mjumbe wa Mungu anasema hivyo, usema alipopaa juu aliteka mateka. Kwa hiyo Kristo alipopaa juu, tunafahamu mwaka wa 31 BK aliingia katika chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni kwa ajili ya kuanza kufanya kazi ya kurejesha kwa njia ya kufunika dhambi. Na ilipofika tarehe 22 mwezi wa 10 mnamo mwaka 1844 aliingia katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni ambacho ni patakatifu sana, ili kuweza kumalizia kazi ya kurejesha kwa njia ya kufanya kazi ya hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo alipokuwa pale pia aliteka mateka na akawapa wanadamu vipawa. Ndio maana fungu hili anasema hivyo, husema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Vipawa ni zawadi, Biblia ya Kiingereza imesema gifts au karama. Anaendelea kusema kusudi sasa la kipawa ni nini? Mstari wa 12 neno la Mungu linasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo kumbe kusudi la karama ni kutukamilisha. Kusudi la jukumu ambalo tunalitazama katika siku ya leo ni kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Kusudi la majukumu ya kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, majukumu haya ni vipawa na yanatusaidia kuweza kufikia ukamilifu au kufikia utakatifu na kuweza kuwa marafiki wa Mungu. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Mithali, fungua pamoja nami na kitabu cha Mithali sura ya 19, tuone mtu anapokupatia tunu au mtu anapokupatia zawadi au mtu anapokupatia karama au mtu anapokupatia kipawa, kusudi ni kuimarisha urafiki na yeye. Kwa hiyo Mungu kwa kutupatia vipawa anaimarisha urafiki na sisi, ili dhambi itengwe mbali na maisha yetu. Unapotazama katika kitabu cha Mithali, katika kitabu cha Mithali sura ya 19 na ule mstari wa 6, sehemu ya kwanza nitasoma, nitamaliziana sehemu ya pili. Neno la Mungu linasema watu wengi watamsihi mkuu ili awafadhili. Mkuu wetu ambaye anatakiwa kutufadhili ni kuhani wetu mkuu mwenye rehema, Yesu Kristo, katika patakatifu pa patakatifu katika hekalu la mbinguni. Na anaendelea kusema pia kwamba na kila mtu ni rafiki yake huyu mkuu ambaye ni Kristo Yesu. Anasema atoae tunu. Tunu kwa lugha nyingine ni zawadi, ni kitu cha thamani. Kwa hiyo tulipomfuata Kristo kwa imani kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 alitupatia tunu ya kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Na tunu hii nyeti au zawadi hii nyeti ndilo jukumu muhimu ambalo majukumu mengine yote yamejengwa katika hilo, ni amri za Mungu. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, unapofungua katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 11, nitasoma na ule mstari wa 19. Ufunuo Yohana ni kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia ya Agano Jipya. Unapotazama kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 11 mstari wa 19, neno la Mungu linasema kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Hapa tunapeleka mwaka wa 1844 tarehe 22 mwezi wa 10. Anaendelea kusema pia kwamba na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Na sanduku la agano alikuwa katika patakatifu, lilikuwa ndani ya patakatifu. Na ndani ya sanduku la agano, unaposoma kitabu cha Ibrania sura ya 9, kuna vibao viwili vya agano ambapo yaliandikwa maneno matakatifu ya Mungu, ambazo zilikuwa ni amri 10 kwa ajili ya vizazi vyote duniani. Kwa hiyo huo ndio wajibu mkuu na wa kwanza katika sikukuu ya upatanisho, na tutakiwi kutekeleza
wajibu huu kwa sababu ya amri ya Jumapili. Hatutakiwi kutekeleza wajibu huu kwa sababu tunaishi katika sikukuu ya upatanisho. Tunatakiwa kutekeleza wajibu huu kwa sababu ndiyo muongozo wa maisha ya mwanadamu tangu mwanzo. Kwa hiyo Mungu ameiweka sikukuu ya upatanisho ili kwa wale ambao wamekawia au ambao wamekuwa wazito kutekeleza wajibu huu wa amri za Mungu waweze kutekeleza kabla ya ukomo wa sikukuu ya upatanisho. Na ukomo wa sikukuu ya upatanisho ni hukumu ya upelelezi, kuhamia kwa wenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14, katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14, hapo unakutana na ujumbe wa malaika yule wa tatu. Na unaposoma katika kitabu cha maandiko ya awali ya ukurasa wa 256, tunaambiwa ya kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili unasonda au unatupeleka kwenye hekalu, lakini ujumbe wa malaika yule wa tatu unatupeleka moja kwa moja ndani ya patakatifu pa patakatifu, kwa sababu hapo ndipo kuna sanduku la agano ambapo kuna amri 10 za Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana, nitasoma sura ya 14 mstari wa 9 hadi mstari wa 12, lakini shabaha yangu au pale ambapo nitaweka mkazo ni katika mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Mstari wa 11, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduo huyo mnyama na sanamu yake na kila ipokeaye chapa ya jina lake. Mstari wa 12, hapa ndipo shabaha yangu, anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu. Kwa hiyo amri za Mungu ndiyo wajibu wa kwanza tunapomfuata Kristo kwa imani katika patakatifu pa patakatifu. Amri za Mungu ndiyo kiongozi aliyetuleta kwa Kristo, kwa sababu kama kusingekuwa kuna amri za Mungu kusingekuwa kuna dhambi, na kama kusingekuwa kuna dhambi kusingekuwa kuna haja ya ukombozi. Kwa hiyo Kristo alikuja ili kulipa madai ya amri za Mungu na kutusaidia kuweza kuzileta katika maisha, ili tuweze kuzitenga mbali dhambi zote mbali na maisha yetu, kwani dhambi ni uasi wa sheria ya Mungu. Kwa hiyo Kristo alikuja kuitukuza sheria na kuinua udhaifu wa mwanadamu na kuupatia nguvu wa kuwa katika uwezekano wa kushika amri zote takatifu za Mungu. Kwa hiyo tunapomfuata Kristo kwa imani ndani ya patakatifu pa patakatifu, ataturejesha au atatuelekeza katika wajibu mkubwa kuliko wote, ambao ni kuzishika amri za Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3, nitasoma na ule mstari wa 24. Anasema, hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa hiyo ni kweli bila Kristo hatuwezi tukaishika torati, lakini pia kwa sababu tulivunja torati, kwa sababu tulivunja sheria ya Mungu, ilibidi Kristo aje ili atukomboe. Kwa hiyo pale ambapo ukombozi unakamilishwa katika patakatifu katika hekalu la mbinguni, kitu cha kwanza tunapomfuata Kristo ili tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi, atatuelekeza katika wajibu mkuu wa kushika sheria yake takatifu. Ndio maana hapa anasema hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini tuliona imani tu haitoshi kutuokoa, ni lazima imani yetu iweze kuambatana na matendo yanayotenda kazi kwa upendo. Unapoendelea kutazama katika kitabu cha Mhubiri, pia anataja wajibu wote wa mtu ni nini katika kipindi hiki tunachoishi cha kufunga historia ya ulimwengu. Unapotazama katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12, nitasoma ule mstari wa 13. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12, nitasoma ule mstari wa 13.
Neno la Mungu linasema hii ndiyo jumla ya maneno yote ambayo yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana huu ndiyo wajibu wote umpasao mwanadamu. Hiyo ndio tafsiri sahihi kutoka katika Biblia King James Version. Kwa hiyo wajibu wote unaompasa mwanadamu. Ndio maana hapa ukija ukasoma katika mstari wa 12, Mhubiri 12 anasema, tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchosha mwili. Ndo anahitimisha mstari wa 13, jumla ya mambo yote ni kuweza kuzishika amri za Mungu. Na atakiwa kushika amri za Mungu kama nila ya utumwa. Atakiwa kushika amri za Mungu kama msalaba. Tunatakiwa kuzishika kwa upendo, kwa sababu tulitazama katika kitabu cha Wagalatia. Nikukumbushe, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wagalatia. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 5, nitasoma na mstari na wa 6. Neno la Mungu linasema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Na roho inayotajwa hapa ni neno. Yesu aliwaambia roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena uzima, katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Ndio maana hapa anasema, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki, na tumaini la haki ni Kristo ndani yetu. Tumaini la utukufu anasema kwa njia ya imani. Imani ni mguu wa kwanza, lakini mguu mwingine ni matendo au majukumu. Na jukumu kuu ambalo tunalitazama leo, ambao ni kitovu cha majukumu mengine yote, yaani majukumu mengine yote yamejikita katika kulitekeleza jukumu hili, ni kuweza kuzishika amri za Mungu. Ndio maana hapa anaendelea kusema katika mstari wa 6, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hata hizi amri ambazo tunatakiwa kuzishika, amri za Mungu, ni amri za upendo. Tunatakiwa kuzishika kwa moyo wa kupenda. Tunatakiwa kufurahia katika kutembea katika maagizo haya. Hatutaki kufikiria ni kama Mungu ametupatia amri hizi ili kuingilia mambo yetu. Hapana, Mungu ametupatia amri hizi ili kuweza kuishi maisha ya furaha, maisha makamilifu ambayo aliyakusudia tangu mwanzo, kabla ya uumbaji wa sayari yetu dunia, na hata kabla ya dhambi haijaingia duniani. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa kwamba maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Nakumbuka katika kitabu cha Mithali tumetazama ya kwamba kila mtu ni rafiki yake yeye atoaye tunu. Kwa hiyo kusudi la Kristo kutupatia tunu ni kutusaidia kuwa marafiki zake. Na rafiki anapokupatia kitu anakupatia kwa upendo. Hata katika mambo ya kawaida ya maisha, mtu anapokupatia kitu, rafiki yako, hauwezi ukakipokea kwa shingo upande, utakipokea kwa furaha. Kwa hiyo hata Mungu anapotupatia amri zake takatifu, anapotupatia sheria yake ili tuweze kuitekeleza na kuizingatia katika maisha, lazima tuipokee kwa upendo. Na hapo ndipo tutapata uzima wa milele, kwa sababu tutakuwa tumemjua Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa ni kushika amri zake kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa furaha usio na manunguniko wala kinyongo. Unapotazama katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, nitasoma mstari wa 3 na mstari wa 4. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, nitasoma mstari wa 3 na mstari wa 4. Ndio maana Kristo pia aliwaambia wanafunzi wake amri kuu ni upendo. Upendo kwa Mungu na upendo kwa wanadamu. Hiyo ndio amri kuu. Kwa hiyo hata sheria ya Mungu tunatakiwa kuishika katika msingi wa upendo. Na msingi huu wa upendo ndiyo sheria yenyewe tutazidi kutazama katika somo letu la leo lenye kichwa kinachosema amri za Mungu na sikukuu ya upatanisho. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Kumbe hatuwezi tukamjua Mungu
kama tunatupilia mbali zawadi, kama tunatupilia mbali tunu, kama tunatupilia mbali kipawa, kama tunatupilia mbali kalama aliyotupatia kwa ajili ya kutukamilisha. Kwa sababu tumetazama katika kitabu cha Injili ya Mithali, huyu aliyeandika Mithali ni mtu mwenye hekima kuliko wote unaposoma neno la Mungu, ambaye alikuwa ni mtoto wa Daudi. Kwa hiyo yeye alisema ya kwamba kila mtu ni rafiki yake yule atoae tunu. Kwa hiyo kama Kristo anatupatia tunu, anahitaji tuwe marafiki zake, anahitaji tumjue. Kwa hiyo kama tutapuuzia tunu hii anayotupatia ambayo ni sheria yake, hatutaweza kumjua na kuwa rafiki yake. Na wakati ambapo sikukuu ya upatanisho itakuwa inafungwa kwa amri ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani, wakati ambapo hukumu ya upelelezi itakuwa inaanza kwenye wake walio hai, ikianza na Waadventista wa Sabato, majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho, na tutatengwa na Mungu milele. Ndio maana hapa anasema ya kwamba na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunazishika amri zake. Kwa hiyo kumjua Mungu ni zaidi ya kuhubiri. Kumjua Mungu ni zaidi ya kutoa misaada na kutegemeza kazi ya Mungu. Kumjua Mungu ni zaidi ya kutenda matendo mema. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea, anasema hata nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa kama shaba iliayo na upato uvumao. Anasema tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Anaendelea kusema tena nikitoa mwili wangu wote niungue moto, hata nikitoa mali zangu zote niwalishe maskini, lakini kama sina upendo hainifaidi kitu. Na upendo ni nini? Upendo ndio utimilifu wa sheria. Upendo ndio kushika amri za Mungu. Amri za Mungu zenyewe ndio upendo. Yaani maana ya upendo ni amri za Mungu. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa ya kwamba kumjua Mungu ni zaidi ya kuhubiri, ni zaidi ya kufanya mambo yote mema tunayojua. Kumjua Mungu ni kushika amri zake. Ndio maana hapa anasema na katika hili twajua kuwa tumemjua yeye, ikiwa inawakilisha sharti. Anasema tunazishika amri zake. Anasema yeye asemaye nimemjua wala azishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo tunaweza tukahubiri, tunaweza tukafanya mambo makubwa ya ajabu, watu wakashangaa, lakini kama dhambi haijatengwa mbali na mioyo yetu, kama bado tunaikanyaga sheria ya Mungu iliyofunuliwa kwetu, iliyotolewa katika mlima Sinai, hatutaweza kusimama na kuwa marafiki zake. Lakini kama tutatembea katika amri zake, tutakuwa tunatembea katika upendo wa Mungu, kwa sababu sheria yenyewe ndiyo upendo wa Mungu. Ndio maana Kristo aliwaambia wanafunzi wake, unapotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 14, nitasoma mstari wa 15. Kwa hiyo nimetoka kukazia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 Yesu alitoka patakatifu akaingia patakatifu pa patakatifu, tukamfuata kwa mguu wa kwanza wa imani, lakini mguu wa pili ni matendo, na haya matendo tunatakiwa tuyafanye kwa upendo, kwa sababu haya ni matendo, ni vipawa ambavyo Mungu ametupatia, ni zawadi ambazo Mungu ametupatia ili kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu na hatimaye kuwa marafiki zake, na kuweza kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, na kuweza kuwa na ujasiri wa kulala katika matumaini. Unapoangalia katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15, neno la Mungu linasema mkinipenda, anasema mtazishika amri zangu. Kwa hiyo neno mkinipenda, ukija ukalitoa au ukija ukalidadavua, mzizi wake au msingi wake ni upendo. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya upendo na amri za Mungu. Hauwezi ukampenda Mungu alafu unazivunja amri zake, kwa sababu amri zake ndio huo upendo ambao unadai kuwa nao. Ndio maana tunaambiwa tusipende kwa neno na ulimi, bali kwa tendo na kweli. Lazima tulete matunda, tuzae matunda yapasayo toba. Lazima turejee
katika utiifu wa amri za Mungu kikamilifu, ikiwa tunahitaji kusimama wakati tutakaposimama katika hukumu, pindi tutakapokufa, au amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani. Lakini pia Kristo ni kielelezo chetu. Yeye alivyoishi ndivyo na sisi tunatakiwa kuishi. Alikuja kutupatia kielelezo. Unaporejea, tutarudi katika kitabu cha Injili ya Yohana, lakini pia tumwangalie Yohana huyu. Unapoangalia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, tutamalizia mstari wa 5 na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Yohana, tutasoma sura ya 2, tutasoma mstari wa 5 na tutasoma mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini yeye alishikaye neno lake, na neno la Mungu linafunua amri za Mungu. Hakuna kitu kingine ambacho neno la Mungu linafunua isipokuwa ni amri zake. Unaposoma kitabu cha Yohana 17:17 anasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Lakini kweli au neno ni sheria ya Mungu. Mtunga Zaburi anafafanua, unapotazama Zaburi 119 mstari wa 142 anasema, haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa hiyo kama sheria ni kweli na neno ni kweli, basi sheria ni neno na neno ni sheria. Ndio maana hapa anaendelea kusema, lakini yeye alishikaye neno lake, kwa lugha nyingine yeye alishikaye sheria yake, au yeye alizishikaye amri zake. Anasema katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kwa kuna uhusiano kati ya upendo wa Mungu na amri zake takatifu. Anasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, anayedai kuwa ni rafiki yake, anasema imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Unapoendelea kusoma injili hii ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8, neno la Mungu linaendelea kusema, yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa lugha nyingine, yeye asiyeshika amri hamjui Mungu, kwa sababu Mungu ndiye amri zenyewe na ndiye upendo kwake na upendo kwa wanadamu. Ndio maana unapoendelea kusoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana hii sura ya 4, nitasoma mstari wa 16 na 17. Anasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Mstari wa 17 anasema, na katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kwa hiyo tutaogopa hukumu kama tunavunja amri za Mungu. Tutaogopa hukumu kama hatumpendi yeye, lakini kama tunazishika amri zake na kumpenda yeye, tutakuwa na ujasiri wa kusimama wakati wa hukumu. Na hili ndilo kusudio kuu la sikukuu ya upatanisho, na ndicho kitu ambacho kinamweka Kristo pale siku zote. Kama wanadamu watafanikiwa kushika amri zake na kupokea taswira yake na kukaa ndani yake, atakuja kuwachukua na kuishi naye milele zote. Hichi ndicho Kristo anachokisubiri kwa shauku kubwa. Unapoendelea kutazama sura ya 5 ni mwendelezo wa sura ya 4 katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Nitasoma sura ya 5 mstari wa 3 na mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya upendo na amri za Mungu. Mafungu yote ambayo tumesoma yanatueleza hivyo. Ndio maana hapa anahitimisha kwa kusema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Ndio maana tutakiwa kuchukua kama nira ya utumwa, lakini lazima tuone kama ni kitu ambacho kitatupatia furaha. Ndio chanzo cha furaha ya kweli ya maisha, kutembea katika amri takatifu za Mungu. Ndio maana mtunga Zaburi anasema ya kwamba huyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu, naam sheria yako nimeandika moyoni mwangu. Hilo ndilo kusudio kuu ambalo Kristo anatamani tuweze kulifikia. Kwa hiyo tunatakiwa tujihoji, tujipambanue, kwa sababu sheria ndiyo itakayotuhukumu. Kwa hiyo kama sheria tunaishika, mioyo yetu haitakuwa na hatia. Lakini kama tunaitolea udhuru, kama tunafanya ujanja katika kutekeleza sheria iliyofunuliwa ambayo inaeleweka kwa wote, hatutoweza kusimama, na hukumu itakapofika tutakatuliwa mbali na watu wa Bwana. Majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Ndio maana tumetakiwa kuenenda kama Kristo alivyoenenda. Unapotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana, tumetoka kutazama kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, turejee katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 tulipokuwa. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15,
Injili ya Yohana sura ya 15 nitasoma mstari wa 9, lakini mstari wa 10 nitakazia. Neno la Mungu linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Anasema tunakaaje sasa katika pendo? Mkizishika amri zangu. Ni maelekezo ambayo Kristo anayatoa katika patakatifu pa patakatifu. Ndio maana anasema katika mstari wa 14, tutakuja tutasoma mstari wa 10, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Mtu anapokuamuru kitu au Mungu anapokuamuru kitu, ni sheria, ni amri. Kwa hiyo kumbe tunakuwa marafiki wa Kristo kwa kutekeleza hili jukumu kubwa la kushika amri zake. Hapo ndipo tutakuwa tumekaa ndani yake, na hapo ndipo tutakuwa na upendo wake, na yeye atakaa ndani yetu, kwa sababu sheria yake ni nakala ya tabia yake, ni nakala ya yeye mwenyewe, na ndio msingi wa serikali yake, na ni sheria isiyoweza kubadilika. Unapotazama katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 10, anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama anahusianisha na yeye alivyoenenda, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo Kristo mwenyewe hakuja kubadili sheria. Kristo hakuja kuiondoa sheria, alikuja kuifafanua kwa kina, kuifanya kueleweka, ili kila mmoja aweze kuileta katika maisha. Na hatutakiwi kutoa udhuru kwa kuvunja sheria ya Mungu. Tutaendelea kutazama katika somo la leo, ni bora kufa kuliko kuvunja hata amri au sheria moja ambayo Mungu ametufunulia kama kanuni ya upendo na mwongozo wa maisha yetu hapa duniani. Na hapo ndipo pambano lilipoanzia. Shetani alianza kuasi kwa kuhoji, kutamani kutumia utashi ili kuweza kuibadili sheria ya Mungu. Unaposoma kitabu cha Pambano Kuu sura ya 29 inayozungumzia chimbuko la uovu, alitolea udhuru, na nabii anasema katika sura hiyo, tunapoitolea udhuru sheria ya Mungu ya kwamba hatuwezi tukaishika, tunaitetea dhambi. Kwa sababu kama sheria itaondolewa, basi hakutakuwa kuna dhambi na hakutakuwa kuna pambano kuu, lakini chuki ipo kwa sababu ya sheria ya Mungu. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura 12 mstari wa 17, neno la Mungu linazidi kufafanua vita ambayo inaendelea ni kwa sababu ya sheria ya Mungu. Vita ambayo shetani anayo na Waadventista wa Sabato na kanisa la Mungu ni kwa sababu ya unyoofu na utiifu wa amri zake takatifu. Ndio maana neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12:17 ya kwamba joka ni shetani, akamkasirikia mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu. Kwa hiyo huu ndio wajibu wote ambao tunatakiwa kukamilisha. Ni bora tusijue vyote, lakini hili tuweze kulitekeleza. Ni kweli hatutakiwi kubaki katika upofu au ujinga wa kutokujua maarifa ambayo Mungu anatupatia kwa ajili ya kutukamilisha, lakini maarifa yote yasipolenga kutuleta kwa Kristo, ili Kristo atupeleke katika ukamilifu wa kushika amri zake takatifu, hakuna chochote kitakachoweza kufanyika na kufanikiwa katika kazi ya utume au kazi ya Injili. Ndio maana hapa anasema ya kwamba mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Na kile ambacho Biblia inasema ndicho mjumbe wa Mungu anachosema. Sikiliza pia nukuu hii. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na huu wajibu wote unaompasa mtu. Na huu wajibu wote unaopasa mtu, tumetazama ni sheria ya Mungu. Unapotazama katika kitabu cha Great Controversy, hizi ni kurasa za Kiingereza nazo kusomea Pambano Kuu kwa Kiswahili, lakini hizi kurasa ni za Kiingereza. Great Controversy ukurasa wa 467 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema sheria ya Mungu tokea mwanzo wake kabisa haibadiliki. Ndio maana kama sheria ingekuwa inabadilika, kusingekuwa kuna ahadi ya Kristo kuja hapa duniani na kufa, angeweza kuitangua, lakini haibadiliki. Ndio maana iligharimu maisha ya yule aliyefanya malimwengu yote na aliyetufanya sisi wanadamu. Haibadiliki. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo, tutasoma hii nukuu, lakini rejea katika kitabu cha Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo, tutasoma kitabu cha Injili ya Mathayo
Injili ya Mathayo sura ya 5. Fungua pamoja nami kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati. Yesu hakuja kuitangua Torati au manabii. Ndio maana tunaambia Torati imekuwa kiongozi cha kuleta kwa Kristo, na Kristo pia ataturejesha katika Torati. Hakuja kuitangua, tutakuja tuangalia, alikuja kuitukuza na kufanya iheshimike. Unapoendelea kusoma katika kitabu cha Mathayo 5:17 anasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. Tutakuja tuangalia au manabii ni nini. Anasema, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Manabii walitumika kuifafanua zaidi sheria. Anaendelea kusema hapa ya kwamba, kwa maana mimi nawaambia, mstari wa 18, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata hayo yote atakapotimia. Mstari wa 19 anasema, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja, na fafanua kumbe Torati ni amri za Mungu, katika hizi zilizo ndogo, na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni. Kwa tunapovunja amri za Mungu, hatupotei tu sisi, lakini pia tunawapoteza na wengine tunapowapatia roho hiyo ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa uwazi kabisa. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba, na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda, huyu ndiye atakuwa rafiki wa Mungu, na kuzifundisha, huyu ndiye atakayemjua Mungu na hatimaye kuokolewa. Anasema huyu ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Tutarejea katika nukuu yetu ya Pambano Kuu. Tulikuwa tukitazama na tukiendelea kufafanua nukuu hii. Pambano Kuu, Great Controversy 467 na aya ya kwanza, anasema, sheria ya Mungu tokea mwanzo wake kabisa haibadiliki. Ni ufunuo wa mapenzi na tabia ya mwanzilishi wake. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Kwa kumbe Mungu ni sheria na sheria ni Mungu. Mungu ni upendo na sheria yake ni upendo. Anasema kanuni zake kuu ni kumpenda Mungu na kumpenda mwanadamu. Anasema ambia kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Na ya pili yafanana na hayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Anasema pendo ni ukamilifu wa sheria. Unapotazama katika kitabu cha Walumi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Walumi sura ya 13, tasoma mstari wa 10. Walumi sura ya 13. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Walumi sura ya 13 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, pendo alimfanyia jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Ndio maana hapa ananukuu fungu hilo, anasema pendo ni ukamilifu wa sheria. Unaposoma pia katika kitabu cha Kolosai 3:10 anasema, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, kwa sababu upendo ndiyo kifungo cha ukamilifu. Kwa hiyo kifungo cha ukamilifu ni sheria ya Mungu. Ndio maana anasema hapa pendo ni ukamilifu wa sheria, na nukuu Walumi 13:10. Tabia ya Mungu ni haki na kweli, na hicho ndicho kiini cha sheria yake. Mtunga Zaburi anasema, sheria yako ni kweli, amri zako zote ni haki. Zaburi 119 mstari wa 142 na mstari wa 172. Na mtume Paulo anatangaza, Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Inaitwa takatifu kwa sababu ndio inayotukamilisha, ndio mwongozo wa maisha. Mtu ambaye hajui amri za Mungu au ambaye atembea katika amri za Mungu amepoteza kusudi la maisha na kusudi la mpango wa ukombozi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba sheria hiyo ambayo ni sura, sikiliza, sheria hiyo ambayo ni sura ya moyo na mapenzi ya Mungu ni lazima idumu kama alivyo mwanzilishi wake. Ukiiondoa sheria ya Mungu au ukitaka kuibadili sheria ya Mungu, unamuondoa Mungu na unambadili Mungu, kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu anasema mimi ni niko ambaye niko. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lakini pia katika unapotazama katika kitabu cha Pambano Kuu ukaswa wa 503, Great Controversy. Hizi ni kurasa za Kiingereza, 503 aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na wajibu huu mkuu ambao ni kushika amri za Mungu. Anasema, lakini Kristo hakuja duniani kuteseka na kufa kwa ajili ya kukamilisha ukombozi wa mwanadamu tu. Alikuja
kuitukuza sheria. Kristo kuja hapa duniani alikuwa tu ashughulikie wokovu wetu tu, lakini alikuwa anaithibitisha sheria isiyobadilika katika malimwengu yote ambayo hajaanguka dhambini na kukanusha madai ya shetani. Ndio maana hapa naendelea kusema, lakini Kristo hakuja duniani kuteseka na kufa kwa ajili ya kukamilisha ukombozi wa mwanadamu tu. Anasema alikuja kuitukuza sheria na kuifanya yenye utukufu na heshima. Anasema sio tu kwa wakazi wa dunia hii kuweza kuishika sheria kama inavyopaswa kushikwa. Anasema bali ilikuwa ni kuthibitisha kwa dunia zote za ulimwengu kwamba sheria ya Mungu haibadiliki. Kwa tutaki kuweka utashi. Mungu ameshafafanua katika Biblia na roho unabii. Tunatakiwa kumwomba Mungu atusaidie kuleta katika maisha, kwa sababu pasipo yeye hatuwezi tukafanya neno lolote lile. Pasipo yeye tutaokolewa tu kwa matendo, lakini tutasahau kumbe imani ni kitu ambacho ni nyeti kwa ajili ya wokovu wetu. Lakini tunapounganisha imani na matendo, tunapomuomba Kristo nguvu na msaada wa kuweza kuleta amri zake takatifu katika maisha, tutafikia ukamilifu na tutakuwa sehemu ambayo Mungu ataitumia kuandaa watu kusimama katika sikukuu ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Unapoendelea kutazama pia katika kitabu cha TSB, Testimony to Sexual Behavior and Adultery, ukurasa wa 105 na ile aya ya 3, kwa sababu kile ambacho Kristo anakisubiri tumekisoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 12, anaposema hapa ndipo penye subira watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Katika kipindi hiki tunachoishi, Kristo anataka sisi Waadventista wa Sabato tuweze kuwa mahali ambapo tutazishika amri takatifu bila kuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni. Hiyo ndio imani ya Yesu. Yesu alizishika amri za Baba yake, lakini hakuwa na mpatanishi. Na hicho ndicho Kristo anakisubiria kukikamilisha, ili kukanusha madai ya shetani ya kwamba sheria ya Mungu haiwezi kuvunjwa. Ndio maana kile ambacho Kristo anakifanya pale ni kile kilichokuwa kinaendelea Edeni. Anaturejesha katika mfumo wa maisha ya Edeni. Edeni pale Adamu alizishika amri za Mungu, hakuwa na mpatanishi. Kwa hiyo ndiyo kazi ambayo Kristo anataka aikamilishe katika kipindi hiki cha mwisho, katika kizazi cha mwisho tunachoishi 2025 takribani. Ndiyo kazi ambayo Kristo anatamani ikamilishe. Anatamani kutuleta mahali ambapo tutaishika sheria yake bila kuwa na mwombezi, na mahali ambapo tutampenda yeye na kuishika sheria yake ya upendo, kuamua kufa kuliko kuvunja hata amri yake. Ndio maana naposoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 12 na mstari wa 11, neno la Mungu linasema nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Tunatakiwa kuithamini sheria ya Mungu, kuthamini kanuni yake takatifu, kuwa tayari kutoa maisha yetu kuliko kuvunja na kuendana na ulimwengu. Ni bora kusimama imara ukiwa peke yako, hata kama dunia nzima itakuacha, kuitetea sheria ya Mungu kuliko kuungana na dunia na kutengana na Mungu milele. Maana neno la Mungu linatuambia ni jambo la kutisha, ni aibu kubwa kudondoka au kuanguka katika mikono ya Mungu mwenye rehema. Hasa ndio maana katika kitabu cha TSB, Testimony to Sexual Behavior and Adultery, ukurasa wa 105 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema chagua. Anasema chagua umaskini, chagua utengano kutoka kwa marafiki. Ndio maana hata pambano ambalo liko mbele yetu, ambalo ni chapa ya mnyama, sheria ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani, litakuwa limejengwa tu katika amri za Mungu. Pambano ni kati ya amri za Mungu au amri za wanadamu. Lakini mitume walitutia moyo, na msimamo wao unatakiwa kwa msimamo wetu, ya kwamba ni heri kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Ni heri kukosa chakula, ni heri kutokuuza wala kununua kuliko kumkosea Mungu. Tuungane Waadventista wa Sabato pamoja na wito wa Yusufu, ya kwamba nifanyaje ubaya mkuu kiasi hiki nikamkose Mungu wangu. Ndio maana hapa anasema chagua umaskini, anasema utengano kutoka kwa marafiki, anasema hasara, anasema lawama au mateso mengine yeyote yale unayoyajua. Mimi mengine siyajui, lakini Mungu anajua yote. Anasema chagua umaskini, utengano kutoka kwa marafiki, hasara, lawama au mateso mengine yoyote yale kuliko kuinajisi
nafsi na dhambi. Na kuinajisi nafsi na dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu. Anaendelea kufafanua nabii hapa, anasema kifo kinapaswa kuwa kauli mbiu mbele ya kila Mkristo. Kwa hiyo kama sio kauli mbiu yako, wewe sio Mkristo. Ndio maana waoga hawana nafasi katika ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Bila nguvu hatuwezi tukauteka. Hii nguvu ni ya imani na maombi. Imani na maombi ndio itakayotupatia ujasiri wa kusimama katika sikukuu ya Bwana. Ndio maana tunaambiwa hitaji kuu la ulimwengu ni hitaji la watu ambao hawataweza kununuliwa wala kuuzwa. Hitaji la watu ambao uaminifu wao kwa wajibu ni kama dira kwa ncha. Lakini tunaambiwa matokeo ya kuweza kupata tabia hii hayaji tu, tuna sehemu ya kufanya. Anasema tunatakiwa kusalimisha ubinafsi chini ya huduma ya kimbingu. Ndio maana tulitoka kusoma katika kitabu cha Pambano Kuu ya kwamba ni wajibu wetu kushirikiana na mawakala wanaotumiwa na mbingu ili kufananisha tabia kabla ya kuchelewa milele. Katika kipindi hiki cha rehema tulichopewa kabla ya kifo na kabla ya milele Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani, tulitazama katika kipindi kilichopita katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 623 na ile aya ya pili. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba kifo kinapaswa kuwa kauli mbiu mbele ya kila Mkristo. Ndio maana Bwana anahitaji watu kama hawa. Tunaambiwa katika kitabu cha Elimu, watu ambao watasimama imara hata kama mbingu zitaanguka, hata kama watu ambao wanategemewa na kutumainiwa watarudi nyuma, lakini wao watakuwa waaminifu katika sheria ya Mungu. Anaendelea kusema pia kwamba kifo kinapaswa kuwa kauli mbiu mbele ya kila Mkristo kuliko kuvunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo huu ndio uzoefu ambao tunatakiwa kuwa nao. Unapoendelea kusoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4. Tasoma Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 495. Mjumbe wa Mungu anasema shetani huwapatia wanadamu ufalme. Shetani huwapatia wanadamu falme za ulimwengu kama tu watampatia utawala. Unajua utawala wa Mungu umejengwa kupitia kanuni zake ambao ni sheria takatifu, amri 10. Utawala wa Mungu ndio umejengwa hapo. Na utawala wa shetani umejengwa kupitia kanuni zake, uasi wa amri 10. Kwa hiyo pale ambapo upo na shetani huwezi ukapitia pambano. Lakini pale ambapo utakuwa upande wa Mungu, kwa sababu hii dunia anayeiongoza kwa sehemu kubwa na kuchochea watawala na watu wengine wote ni shetani, atakuweka katika changamoto. Lakini ukiwa upande wake huwezi ukapitia changamoto. Ndio maana hapa anasema shetani huwapatia wanadamu falme za ulimwengu kama tu watampatia utawala. Anasema wengi, ndio maana tunaambiwa tujitahidi kupitia mlango ulio mwembamba, kwa sababu wengi watatamani kupitia mlango huo lakini hawataweza. Lakini njia ya upotevu ni pana, nao wanaoiendea ni wengi. Bwana tusaidie tuwe miongoni mwa wachache watakaosimama na kukubali kuwa waaminifu katika amri za Mungu. Anasema wengi hulifanya jambo hili na kupoteza mbingu. Unajua mbingu kupoteza sio kwamba Yesu atakapokuja utaenda mbinguni, ni inaanzia sasa. Utakosa amani inayotoka juu, kwa sababu tunaambiwa ufalme wa mbinguni hauji kwa kuchunguzwa. Ufalme wa mbinguni upo katika mioyo yetu. Mioyo tu itatushtaki, na tumetoka kusoma kama mioyo inatushtaki, hatuna ujasiri wa kusimama katika siku ya hukumu, kwa sababu tutakuwa tumeliweka pendo la Mungu pembeni. Sheria yake tutakuwa tumeibeza na kuikanyaga. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba wengi hulifanya jambo hili na kupoteza mbingu. Ni heri zaidi kufa. Sikiliza hii kauli. Inafafanua kauli tuliyotoka kuisoma ya TSB, Testimony to Sexual Behavior and Adultery, ukurasa wa 105, na ile tulisoma Testimony to Sexual Behavior and Adultery ukurasa wa 105 na ile aya ya 3. Hapa tunazidi kukazia hicho tulichokisoma katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 495. Anasema ni heri zaidi kufa kuliko kufanya dhambi. Ni heri zaidi kuwa muhitaji kuliko kufanya hila. Ni heri kuwa muhitaji kuliko kufanya hila.
Tunaambiwa kidogo alichonacho mwenye haki ya Mungu inadhihirishwa kupitia sheria yake. Anasema ufaa kuliko wingi wa mali uliopatikana kwa upotovu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ni heri zaidi kufa kuliko kufanya dhambi. Heri zaidi kuwa mhitaji kuliko kufanya hila. Anasema heri zaidi kuona njaa kuliko kudanganya. Ndilo pambano ambalo liko mbele yetu. Kwa hiyo Bwana anatualika leo tuweze kuifanyia imani mazoezi, kwa sababu tunaambiwa jaribio ambalo liko mbele yetu litahitaji imani itakayoweza kustahimili njaa, uchovu na kuchelewa, imani ambayo haitazimia hata itakapojaribiwa vikali kiasi gani. Hatutaweza kufikia uzoefu huo kama fursa za sasa tunazitumia vibaya. Hatutaweza kufikia uzoefu huo kama sasa tunapuuzia kanuni ambazo Mungu ametupatia kama msingi wa serikali yake. Ndio maana hapa nahitimisha katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy 623 na ile ya kwanza. Anasema sasa, sio baadaye, sio kesho. Anasema sasa, wakati kuhani wetu mkuu akifanya upatanisho kwa ajili yetu, tunapaswa kutafuta kuwa wakamilifu katika Kristo. Na ukamilifu katika Kristo ni kupitia sheria yake, kwa sababu unaposoma Warumi 13:10 anasema basi pendo ndilo ukamilifu wa sheria. Anasema Mwokozi wetu hakuweza kuletwa kujitoa kwa nguvu ya majaribio hata kwa wazo tu. Hakuweza kuvunja sheria ya Mungu hata kwa wazo. Ndio maana sheria ya Mungu tunatakiwa kuishika kutoka vilindi vya mioyo yetu. Ndio tunatakiwa tumwambie Mungu aondoe moyo wa jiwe, tupatie moyo wa nyama, kwa sababu ni ahadi yake, ataiandika sheria yake katika vibao vya mioyo yetu na hatutaanguka. Na utakiwi kushika sheria baadhi za Mungu na nyingine kuacha. Tunaambiwa yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Ijapokuwa kuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo tunatakiwa tuzishike amri zake zote. Hapa anaendelea kusema hapo ya kwamba Mwokozi wetu hakuweza kuletwa kujitoa kwa nguvu ya majaribio hata kwa wazo tu. Shetani anatafuta ndani ya mwanadamu nukta fulani, anaona udhaifu. Ndio maana hofu ndio silaha ambayo anatumia kuwashambulia wengi. Ndio maana wengi kwa sababu ya hofu wataungana pamoja na ulimwengu. Unaposoma pia katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 121 na 122, anasema katika pambano la mwisho, katika vita na shetani, wale walio waaminifu kwa Mungu watashuhudia kila msaada wa kidunia ukiwa umeondolewa. Lakini unaposoma katika kitabu cha Manabii na Wafalme, Prophets and Kings, anasema katika ukurasa wa 183 na 184, shetani anasema kwa hofu ya kupungukiwa mavazi na chakula, watu hawa, yani wakina nani, wa Adventista wa Sabato, tunaambiwa watajiunga pamoja na ulimwengu katika kuziasi sheria za Mungu. Dunia yote itakuwa chini ya utawala wangu. Ndio maana sisi leo tumeitwa kuitukuza sheria ya Mungu, kuinua. Hata kama ulimwengu utatuacha, hata kama wazazi watatuacha, hata kama marafiki watatuacha, hata kama mke, hata kama mume, bado tunatakiwa kubaki katika unyoofu wa kushika sheria ya Mungu, kwa sababu tukiwa na hofu hiyo hatutaweza kusimama katika wakati ambao uko mbele yetu. Mjumbe wa Mungu anasema ikiwa watu wanaodai kuamini ile kweli hawakutegemezwa na imani yao, angalau katika siku hizi zinazoonekana kuwa na amani, ni nini kitakachowaimarisha wakati kipimo kikuu kitakapokuja, tutakapolazimishwa kumwabudu mnyama na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso au katika mkono wa kuume? Tunaambiwa kipindi hiki cha hatari hakiko mbali sana. Badala ya kuwa wadhaifu na kusitasita, watu wa Mungu, Waadventista wa Sabato, tunaamini ukweli wa sasa. Hata tusioamini tuchangamke na tuamini ukweli wa sasa. Tunaambiwa badala ya kuwa wadhaifu na kusitasita, tunatakiwa kukusanya nguvu na ujasiri kwa ajili ya wakati wa taabu. Lakini nguvu na ujasiri vinapatikana kwa kuhani mkuu ndani ya patakatifu patakatifu. Nguvu na ujasiri ni kwa njia ya maombi na imani. Mjumbe wa Mungu anasema, unapoangalia katika kitabu cha huduma ya uponyaji 509, mjumbe wa Mungu anasema imani na maombi itafanya kile ambacho hakuna nguvu duniani inaweza ikafanya. Kwa kumbe katika imani na maombi kuna nguvu ambayo hakuna mahali pengine tunaweza tukaipata isipokuwa kwa kuhani mkuu katika patakatifu patakatifu. Ndio maana lazima tumuombe Mungu tuweze kushika sheria yake, tuweze kuitafakari mchana na usiku, tuweze kuielewa kwa upana kabla ya kufa na kabla ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa ya kwamba
Mwokozi wetu hakuweza kuletwa kujitoa kwa nguvu ya majaribio, hata kwa wazo tu. Shetani anatafuta ndani ya mwanadamu nukta fulani iliyo salama, anapoweza kupata mahali pa kuweka mguu, tamaa fulani ya dhambi inayopendelewa kwa mbinu ambazo majaribu yake yanadai nguvu zao. Lakini Kristo alijinena mwenyewe kwamba mkuu wa ulimwengu huyu waja, wala hana kitu ndani yangu. Kwa nini Yesu alijiamini na kusema hivi? Ni kwa sababu alitimiza wajibu huu mkuu ambao na sisi tunatakiwa kuutimiza katika sikukuu ya upatanisho, kabla haijafungwa kwa amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani na hukumu ya upelelezi kuhamia katika wenye haki walio hai, ikianza na Waadventista wa Sabato. Anaendelea kusema shetani hakuweza kupata chochote ndani ya mwana wa Mungu ambacho kingemwezesha apate ushindi. Alikuwa amezishika amri za baba yake. Huu ndio ulikuwa wajibu, huu ndio ulikuwa ujasiri kwake. Ndio maana tumetoka kusoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 17, anasema katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri wa kusimama siku ya hukumu, kwa sababu kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Tuna hofu kwa sababu bado tunavunja sheria, lakini peke yetu hatuwezi. Lazima tumtazame mwanakondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu, ndiye atakayetupatia nguvu ya kuweza kuishika sheria, kwa sababu sheria ilikuwa kiongozi kwa tupeleka kwa Kristo, na Kristo atatupatia nguvu ya kuweza kurudi na kutembea katika sheria ambayo ni ufunuo wa mapenzi yake. Anaendelea kusema pia kwamba alikuwa amezishika amri za baba yake, hivyo hakukuwa na dhambi ndani yake ambayo shetani angeweza kuitumia kwa manufaa yake. Hii ndiyo hali ambayo wale watakaosimama katika wakati wa taabu. Kipindi tulichopita tuliona wakati wa taabu inaanzishwa na amri ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani. Anasema hii ndiyo hali ambayo wale watakaosimama katika wakati wa taabu ni lazima wakute wakiwa nayo. Kwa kabla sijalala, kabla amri ya Jumapili, natakiwa niwe na uzoefu huu. Lakini mjumbe wa Mungu anasema muda uliopoteza hauwezi ukarejeshwa tena. Namna pekee ya kukomboa wakati ni kuutumia kwa uzuri huu uliobaki, kwa kuwa watenda kazi pamoja na Mungu katika mpango wake mkuu wa ukombozi. Kwa sababu tunaambiwa hakuna talanta ambayo Mungu ametupatia atakayohitaji hesabu kamili na ya dhati kama talanta ya muda, lakini wengi tumeutumia vibaya. Lakini nakutia moyo katika hiki kipindi kilichobaki, jiweke upande wa Bwana na utafute ukamilifu kwa kumtazama mwanakondoo atakayekupatia nguvu ya kuweza kuishika sheria yake, aliyepo katika patakatifu pa patakatifu katika hekalu la mbinguni. Na unajua uangalifu mdogo umetolewa katika kujifunza Biblia. Hivyo Mungu ametupatia pia taa. Mungu ametupatia zawadi au kipawa kitakachotusaidia kuweza kuielewa vizuri sheria, na hicho kipawa kinaitwa ushuhuda wa Yesu. Ndio maana pale ambapo unapoona sheria Mungu inatajwa, lazima huu ushuhuda wa Yesu utaje. Kwa mfano unapostazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana, katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 12. Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 17, neno la Mungu linasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo unaposikia amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, ushuhuda wa Yesu upo kwa ajili ya kulinda na kufafanua amri ya Mungu na kufanya ieleweke. Kwa lugha nyingine, ushuhuda wa Yesu ndio manabii. Yesu alisema sikuja kuitangua Torati au manabii. Torati ni sheria, manabii walitumika kuleta ushuhuda ambao unafafanua zaidi sheria. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Isaya, Isaya sura ya 8, Isaya sura ya 8 tasoma mstari wa 19 na mstari wa 20, lakini nitasoma mstari wa 20 kwa sababu ya muda. Anasema na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi, kwao hapana nuru, kwao hapana wokovu. Kwa hiyo ukatenganisha kati ya sheria na ushuhuda. Na ushuhuda wa Yesu ndio nini? Tutakuja kuangalia ushuhuda wa Yesu pia ni miongoni mwa jukumu la kusanyika katika siku ya upatanisho linalofuata baada ya kutazama jukumu hili kubwa, amri za Mungu.
kwa sababu ushuhuda wa Yesu ndio unatusaidia pia kuweza kuelewa amri za Mungu na kutuwezesha tufanye nini. Huu ushuhuda unatupatia maelekezo yote ya jinsi ya kufanya ili tuweza kutimiza kusudi hili kuu ambalo ndio wajibu wote unaompasa mtu. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, ushuhuda huu wa Yesu unafafanuliwa, na huu ushuhuda wa Yesu ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, unapoangalia kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19, Ufunuo Yohana sura ya 19, Ufunuo Yohana sura ya 19 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Hawa ndugu ndio wametajwa katika Ufunuo Yohana 12:17. Joka akamkasirikia yule mwanamke. Mwanamke ni kanisa la Mungu Adventista wa Sabato. Anasema akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, waliobaki. Anasema wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ndio maana anaendelea kufafanua zaidi akisema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake nilimsujudia, akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa hiyo katika kipindi kinachofuata na kualika usikose, ndilo jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho utakaloendelea kulitazama, ambalo ni roho ya unabii. Kuthamini vitabu hivi, kuvizingatia, kuvisoma na kuleta maelekezo yake katika maisha. Kwa hiyo kichwa cha somo katika kipindi kinachokuja, kama una karatasi na kalamu, andika roho ya unabii na siku ya upatanisho. Ndicho kichwa tutakachokitazama katika kipindi kinachofuata. Kwa hiyo nakukumbusha kuweza kuwa na Biblia yako mkononi, lakini pia kama una nakala ngumu, yani hard copy, au kama una soft copy, nakala nyepesi ndani ya simu yako, unaweza pia kuwa na vitabu vya shuhuda hizi au vitabu hivi vya roho nabii, vitabu vya Ellen G. White, tunapoendelea kujifunza mpango huu mkuu wa ukombozi. Lakini tunapohitimisha, napenda kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo, fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili la uzima. Wanako tumesikia, tupatie nguvu tuweze kupitia uzoefu wa toba ya kweli, na mwisho wa siku tuweze kufikia pale unapopahitaji katika kuishika sheria yako takatifu. Tusamehe kwa fursa ambazo tumepoteza, hata pale ambapo tumedanganyika, tumedanganywa, tukatolewa katika unyoofu wa sheria yako. Turejeshe, tufungue macho tupate kuona. Tusaidie imani yetu iweze kuthibitishwa na neno lako, ili tuweze kutembea katika furaha ya mapenzi yako ambayo ni sheria yako takatifu, kwa sababu umesema hiyo ndiyo ufunuo wa sura yako, lakini pia ni upendo. Ndio tunaouhitaji, kwa sababu tukikosa huo, hata tuwe na karama ya unabii, hata tuwe na imani kiasi gani, hata tutoe mali zetu kwa ajili ya maskini, hata tuitegemeze kazi yako kwa sehemu kubwa, lakini bila upendo huo ambao ni sheria yako, hatutaweza kusimama, hautaweza kutujua, na utatengwa mbali na wewe utakapokuja mara yako. Hivyo tusaidie, tusiwe wagumu wa mioyo, tupatie unyenyekevu ili tuweze kuokolewa, kwa sababu wao unawapinga wenye kiburi na wajikuzao, bali wapatie unyenyekevu neema. Naamini umesikia, utahifadhi maisha yetu. Bariki mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, na mlinde mpaka pale utakapokutana tena, kwa jina la Yesu.